Gazeti la Kizayuni la Maariv latangaza ongezeko kubwa la maombi ya wakazi wa Israeli ya kupata matibabu ya kisaikolojia kutokana na vita na Iran. Maombi ya Wazayuni ya kutaka huduma za msaada wa kisaikolojia kutokana na vita na Iran yameongezeka kwa kasi ambayo haijawahi kushuhudiwa tangu kuanza kwa vita kati ya utawala huo na Iran, sambamba na dalili za kuongezeka matatizo ya ndani katika nyanja ya afya ya akili. Gazeti la Kizayuni la Maariv limefichua kwenye ripoti yake ya kina kwamba taasisi za msaada wa kisaikolojia huko Israeli zimerekodi ongezeko la 200% la maombi ya msaada wa kisaikolojia ikilinganishwa na kipindi kilichopita. Hii ni pamoja na kuwa kwenye kipindi kilichopita baada ya operesheni ya kimbunga cha Al-Aqsa kulikuwepo pia ongezeko la maombi ya msaada wa kisaikolojia baina ya Wazayuni. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, takwimu zinaonyesha kuwa shirika la kutoa huduma ya kwanza ya kisaikolojia Aran Association limepokea takriban maombi 10,000 ya msaada wa kisaikolojia tangu kuanza kwa vita dhidi ya Iran. Swala hilo limesababisha shirika hilo kuomba msaada kutoka kwa baadhi ya watu wa kujitolea ndani ya Israeli na kutoka nchi kama vile Marekani na Australia kwa ajili ya kutoa msaada wa kisaikolojia kwa Waisraeli. Athari za kisaikolojia za vita zimekuwa kali zaidi kwa makundi fulani katika jamii, kama waathirika wa mashambulizi ya Oktoba 7, askari wa akiba na familia zisizo na makazi ya kutosha, amesema Sherry Daniel, mkurugenzi wa kitaaluma wa shirika la Aran Association. Kwa mujibu wa Daniel, watu wanahisi kutokuwa na usalama na matumaini. Vita vinaendelea katika nyanja nyingi na wanahisi kutokuwa na msaada. Ripoti hiyo inahitimisha kuwa Israeli kwa sasa inasumbuliwa na masuala ya kisaikolojia ambayo ugumu wake si mdogo kuliko mizozo ya vita, na kupuuzwa kwa matatizo haya kunaweza kuwa na matokeo mabaya ya muda mrefu wa kijamii. Ripoti hiyo imesisitiza kuwa vita na Iran haipimwi kwa makombora pekee, bali pia kwa roho na akili zilizochoka zinazotafuta mahali pa kupumzika. Vile vile, mshauri wa ngazi ya juu wa masuala ya kijeshi wa kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Ali Khamenei amewaonya wapinzani kwamba duru ijayo ya mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran, endapo yatafanyika uchokozi mpya dhidi ya Iran, itakuwa ya nguvu zaidi kuliko wakati wa vita vya siku 12 vya Israeli dhidi ya nchi hiyo. Meja Jenerali Yahya Rahim Safavi, ambaye pia aliwahi kuwa kamanda mkuu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, amesema kuwa Iran itaanzisha duru mpya ya kulipiza kisasi iwapo pande vamizi zitafanya uchokozi mpya dhidi ya nchi, kipigo ambacho kitawashangaza wavamizi. Meja Jenerali Safavi amesema, tunajua maslahi yao, kambi na wanajeshi wao katika eneo la magharibi mwa Asia. Amesema nguvu ya jeshi la IRGC imeenea katika eneo zima la Asia Magharibi. Matamshi hayo yametolewa baada ya jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kufanya mazoezi ya ulinzi na ya kulipiza kisasi katika kukabiliana na vita vilivyosababishwa na Israeli na kuulazimisha utawala huo uombe kusitishwa vita. Mshauri huyo wa ngazi ya juu wa masuala ya kijeshi wa Imam Khamenei amesema majeshi hayo yatapiga kwa nguvu maslahi na kambi ya maadui katika eneo hilo. Vile vile, waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amekosoa kimya cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na wakala wa kimataifa nishati ya nyuklia kuhusu mashambulizi ya utawala wa Israeli dhidi ya Iran. Said Abbas na mwenzake wa Misri Badri wamezungumza kwa simu na kuzungumzia matukio ya kikanda baada ya kusita mashambulizi ya Israeli dhidi ya Iran. Argach ameashiria hatua ya jamii ya kimataifa, hasa nchi za Kiislamu na taasisi muhimu za kikanda, ya kulaani vikali uvamizi wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran na kukosoa kimya cha taasisi mbili muhimu za kimataifa, yaani Baraza la Usalama la UN na wakala wa Atomic, cha kutolaani mashambulizi dhidi ya Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Iran pia amesisitiza kuwa jamhuri hiyo inafuatilia kwa jadi kutambuliwa pande chokozo na ili kulipwa fidia. Vile vile, waziri wa mashauri ya kigeni wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesisitiza kuwa teknolojia na maarifa ya kurutubisha madini ya urani haviwezi kuangamizwa kwa mashambulizi ya mabomu, na kusema mpango wa nyuklia wa amani wa Iran umekuwa jambo la fahari na heshima ya taifa. Katika mahojiano na CBS yaliyopeperushwa mapema Jumanne, Said Abbas Argach amesema kuhusu madai ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba mazungumzo na Iran yanaweza kuanza tena wiki hii, kwamba sidhani kuwa mazungumzo baina ya pande mbili yatarejelea hivi karibuni. Hata hivyo, amesisitiza kuwa milango ya diplomasia haitafungwa. Argach pia amesema kuhusu madai ya rais wa Marekani ya kuharibiwa vituo vya nyuklia vya Iran kwamba kuna mtu anayeweza kuharibu teknolojia ya kurutubisha urani na maarifa kwa kulipua mabomu. Anasema, tuna nia na azma ya kufanya maendeleo katika sekta hii na tutafidia haraka hasara na wakati uliopotea.
Alipoulizwa iwapo Iran itaendelea kurutubisha madini ya uranium, waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema mpango wa nyuklia wa amani wa Iran umekuwa jambo la fahari na heshima ya taifa. Anasema tumepitia vita vya kulazimishwa kwa siku 12 na kwa sababu hiyo watu wa Iran hawataacha kurutubisha uranium kirahisi. Aragachi amesisitiza kwamba wakati wa vita hivyo vya siku 12 wameonyesha na kuthibitisha kwamba wana uwezo wa kujilinda, na ikiwa kutafanyika shambulio lolote dhidi yao wataendelea kujilinda vile. Na nikwambie, picha za satellite zilizopigwa Juni 29 zinaonyesha vifaa na mashine nzito za ujenzi vikifanya kazi katika kituo cha nyuklia cha Fordo nchini Iran, ambacho hivi karibuni kililengwa na mashambulizi ya Marekani. Huku kazi ya ujenzi ikiendelea, maswali mazito yameibuka kuhusu hasa hatma ya akiba ya uranium iliyorutubishwa sana na kukataliwa kwa wakaguzi wa kimataifa. Huku kazi ya ujenzi ikiendelea, maswali mazito yameibuka kuhusu hatima ya akiba ya uranium iliyorutubishwa sana na kukataliwa kwa wakaguzi wa kimataifa. Je, ujenzi huu unaweza kuichochea Marekani kushambulia tena na kuibua vita vipya vikali zaidi katika Mashariki ya Kati? Haya ni maswali ambayo bado yapo. Picha zilionyesha magreda yakiendelea na shughuli kwenye barabara mpya kuingilia kituo hicho, karibu na eneo lililoshambuliwa na mabomu yenye uwezo wa kupenya ardhini ya Marekani GBU-57. Chini zaidi milimani, tingatinga na lori pia vinaonekana vikifanya kazi. Magari ya ujenzi yameonekana pia kwenye lango la kinu hicho na kwenye jengo lililobomolewa upande wa mashariki wa jengo hilo, ambazo zote ziliharibiwa katika mashambulizi ya Israeli siku moja baada ya yale ya Marekani. Kwa mujibu wa mtaalamu wa silaha za nyuklia aliyefanya uchambuzi wa picha za eneo hilo zilizopigwa Juni 28, shughuli hizi za ujenzi zinaweza kujumuisha kuziba mashimo, kufanya tathmini ya uharibifu wa uhandisi na kuchukua sampuli za mionzi. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump alidai baada ya mashambulizi hayo kwamba vituo muhimu vya urutubishaji nyuklia vya Iran vimeangamizwa kabisa, kitu ambacho Iran walikanusha. Nini hatima ya akiba ya uranium iliyorutubishwa? Swali jingine muhimu ni hali ya takriban kilogramu 408 za akiba ya uranium iliyorutubishwa sana ambayo serikali ya Marekani inadai imezikwa ndani ya kituo cha Fordo. Ingawa Iran katika barua kwa shirika la Atomic siku ya kwanza shambulio la Israeli ilisema imechukua hatua maalum kulinda nyenzo hii, Gross ameeleza kutojua mahali ilipo. Anasema hatujui vifaa hivi vinaweza kuwa wapi, Gross alisema kupitia CBS, akiongeza baadhi yake yanaweza kuwa yameharibiwa katika shambulio, lakini baadhi yake yanaweza kuwa yamehamishwa kwenye eneo jingine. Kwa hivyo hatima hilo linapaswa kubainishwa. Hali inazidi kuwa tata kutokana na hatua ya serikali ya Iran kusitisha kisheria ushirikiano na shirika la Atomic. Teherani imekataa ombi la Gross kutembelea maeneo yaliyoathirika, hasa Fordo. Anasema tunahitaji kuweza kuelewa kinachoendelea, viko wapi na nini kilitokea. Licha ya hayo, Donald Trump anasisitiza kuwa vituo vya nyuklia vya Iran vimeharibiwa na kwamba kuhamisha vifaa hivi ni kazi ngumu sana na Iran haikupata muda wa kutosha. Kituo cha urutubishaji uranium cha Fordo kiko kilomita 96 kusini mwa Teheran katika eneo la milima karibu na mji wa Qom. Kilijengwa ndani ya mapango marefu katika milima kaskazini mwa Iran isiyofikika kwa urahisi. Fordo awali ilikuwa safu ya vichuguu vya chini ya ardhi vilivyotumiwa na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu. Baada ya kufichuliwa na mashirika ya kijasusi ya Magharibi, Iran ilithibitisha rasmi kuwepo kwa kituo hicho cha urutubishaji mwaka 2009. Fordo imeundwa kuhifadhi takriban centrifuge 3000 ambazo zinastahimili mashambulizi ya anga. Chini ya mkataba wa pamoja wa mpango kazi kamili, Iran ilikubali kubadili Fordo kwa kituo cha utafiti na kusitisha shughuli za urutubishaji uranium kwa miaka 15. Nikwambia hivi, hatujamaliza. Vilevile kiongozi wa kanisa Katoliki duniani kwa mara kadhaa sasa tangu achaguliwe kuongoza kanisa hilo ameutahadharisha utawala wa Kizayuni wa Israeli kuhusu kutumia njaa kama wenzo wa kivita katika ukanda wa Gaza. Katika ujumbe aliotuma kwenye kikao cha 44 cha shirika la chakula la kilimo la Umoja Mataifa, Papa Leo 14 amesema, katika hali ambayo uzalishaji wa chakula katika baadhi ya sehemu za dunia unazidi mahitaji ya watu wengi duniani bado wanateseka kwa njaa na wataendelea kutaabika kwa ajili ya kukidhi mahitaji yao ya msingi. Papa ambaye amekuwa akiukosoa utawala wa Kizayuni kwa kutumia njaa kama silaha ya vita, ameongeza kuwa kwa masikitiko na uchungu mkubwa tunashuhudia suala la njaa likitumiwa pakubwa kinyume na ubinadamu kama silaha vitani. Amesema ni rahisi sana kusababisha njaa kwa jamii za watu. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani ametaka jamii ya kimataifa kuchukua hatua za kuwawajibisha wahusika wa maafa hayo na kuongeza kuwa wakati wa vita wakulima hupoteza uwezo wa kuuza bidhaa zao.
bei hupanda kwa kasi na mamilioni ya watu kukabiliwa na njaa na ukosefu wa chakula. Shukran kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.